Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Amani ya Mwenyezi Mungu enawe mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 na ukaribisha kuweza kufuata taarifa ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Somaji wako ni mimi Safari Almas, tega sikio. Tuanzie na huko Simbi ambako wanamgambo wawili wa kundi la wazalendo wa FPDCML linaloongozwa na mtetezi wa pili Olivier Bolingo wameuawa kwa risasi mnamo siku ya 4 ya wiki tunayo kijini Simbi sekta Mutambala tarafani Fizi. Kwa keneo wa shirika la Bulimwengu, mwenyekiti wa shirika la raia tawi la Malicha amesema yote alianza kwenye kilabu cha pombe ambako kundi la wazalendo lilikwenda kumshika mwenzao aliyekuwa akirumia mvinyo. Ni kupitia kutokuelewana kwa masemi ndipo mzalendo huyo alimfiatulia mmoja wapo risasi na kufariki papo hapo. Hata hivyo uongozi wa kundi hilo umeamuru kuuliwa kwa aliyesababisha kifo hicho kama anavyoeleza kwenye TV yako. Ndio kuna maafa ilikitika hapa wa ndugu zetu wazalendo wa FPDC. Ilikuwa jana wa mida za mchana, wazalendo walikwenda kumfunga mwenzao mzalendo, alikuwa pasi moja kwenye kilabu cha pombe. Walipofika pale wakuelewana zaidi kimaongezi na mwenzao, yule mwenzao alifika na apiga mwenzao lisasi moja ilikuwa inafikia mfunga. Ndio pale wenzake walifikia kumfunga na wakwenda naye kule kukaa. Walipofika kule kukaa tena wakakia naye kule kwenye alipigana masasi na wakamtia pale na wakampiga masasi. Ndio gisi wote wale walikufa jana. Wote wawili ni wazalendo wote wa movement PDC ya mzee hayati Kibukila inaongozwa kwa sasa na mzee Bolingo. Wote walikuwa nakaa kukaa moja pale Malicha pale. Nimeshukuru kuna ka usalama kidogo kwa sababu wote baadhi ya kukufa, mmoja alibebewa mkera nyumbani kwao, mwingine akarudishwa baraka nyumbani kwao. Malicha alikuwa sasa ni shwari kidogo. Mzee, tunasema kwanza ni huzuni sana ambao tunazidi kupokea kila leo habari kama na hizi na hali kama na hii, lakini tunasema tuende na wakati kwanza, na sisi kwa sababu tumeshasema tumechoka, ila tunazidi kuambia ndugu zetu wajitulize. Adui bado hajafika, lakini hapa na pale masasi hayana kazi, hayana ya vita, maafa kama na hata kutokea tu. Tumeshaongea na wakubwa, najua ukiwa mkubwa na linda watu wa mingi, na kuna mara naye anasema naambia watu wake watamuelewa, lakini tunapokea kwa huzuni sana kupoteza watu wawili kwenye eneo pasipo vita yoyote ile, kwenye maongezi madogo tu ya kutokuelewana. Sisi tunazidi kuomba wakuu viongozi wazaidi sana wa kimajeshi wa kizalendo wa ndugu zetu wazidi kuweka watu hao chini sana, wazidi kuwashauri na wazidi kuwapatia mawazo ya kutupatia sisi amani kama vile raia. Huko Kilembwe ni kwamba mbuzi pamoja na pesa ambazo idadi yake bado kujulikana mwanga kutishiwa maisha au ndio matokeo ya kitendo cha uporaji kilichoripotiwa siku ya 5 hii kwenye eneo kati ya Kilembwe na Makola sekta Lulenge tarafani Fizi. Kwa jambo hilo shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo limekemea kwa hali ya juu kitendo hicho. Udhibitisho wa habari ya usalama mdogo umetolewa na Abedi Sumbi Abdul, mkuu kiongozi wa NDC sekta Lulenge, ambaye ametoa picha ya hali ilivyokuwa katika eneo hilo. Asubuhi ya leo yapata saa 12 za asubuhi, kati ya njia ya kutoka Kilembwe kuelekea Makola, njia ya pori, kuna wavijana ambao walitinga mshu moja ambaye alikuwa toka kununua mbuzi zake na wakampora nusu ya mali zenyewe hazijulikana na wavijana hawakujulikana, na wengine leo ilikuwa siku ya soko, wakati walikuta ile hatua wakakimbia zao, hawakushikwa kabisa. Lakini soko ya Makola ililema yapata tangu wazalendo ikali barabarani hadi sasa hatujaona hiyo hatua, na ni mara ya kwanza kusikia kitendo kama hicho. Muundo huo wa kiraia unaomba kwa viongozi wa wazalendo kuingilia kati juu ya swala la vizuizi bandia. Abedi Sumbi Abdul amerejea mara tena kwenye TV yako. Tungipendelea kwa kuwa wazalendo kama vile Mzee Brown anavyotusikia kamba ndani ya sekta ya Lulenge zilisemwa zitakuwa zinapangiliwa, kamba ikuwe Maindombe, kamba ikuwe Mabunga, Kilembwe na Tubangoe. Ingekuwa ya muhimu kamba ya Lubondoi ilisemwa itakufa, haitakuwa tena iondoke, na kweli ilikuwa ishaondoka. Kwa nini tena kamba ya Lubondoi inarudia? Na hiyo kamba inanyanyasa raia sana.
hiyo inaweza ikaleta mambo yasiyokuwa sawa. Ilikuwa mwiyo kamba na iondoke, itoke kwa sababu silete masura zenye zina sawa na sura za kunyanyasa raia, kamba zisipite kipimo. Mkuu wa sekta ya Lulenge mwenyewe alizungumza ya kwamba kamba ya Libondo inapaswa iondoke. Mkubwa wa sekta ya Wabuyu alisema naye kamba ya Libondo inapaswa iondoke. Kwa nini ule kamanda mwenye kuwa pale Lubondoi Umba anaendelea kutele kamba pale? Hiyo sio kitendo halali. Kama anataka kamba aende, yeye ni mtu ambaye anaangaliwa na group ya autodefense yenye kuwa Kilembwe ya Kibuye nyinyi angalikuwa na mzee Brown. Kwa nini yeye anaendelea kutia kamba Lubondo? Kumbe sisi kama vile shirika la raia tunakemea iko kitendo na kusema kamba zote zinaiko identifie na zinabidi zikae kadiri wakuu viongozi na wengine watu waliongea. Raia ipate kupumua, isinyanyaswe visivyowezekana na kupita kiasi. Na huko Kasaba ni kwamba shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo mjini Baraka limetoa mwangaza kuhusu idadi ya watu waliofarikia kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na kujaa kwa mto wa kijiji cha Kasaba sekta Nganja tarafani Fizi. Uongozi wao umetoa mkono wa pole kwa waanga na kuomba serikali na mashirika ya kiutu kuwaletea misaada. Akizungumza na TV yako, mwenyekiti wa muundo huo Bwana Lusambe wa Numbe amesema hadi sasa idadi walionayo ni ya watu 110 ndio wamefariki, tofauti na idadi iliyotolewa na mmoja kati ya wabunge wa kitaifa kama anavyoeleza. Asante sana ndugu mtangazaji. Ya kwanza ni masikitiko makubwa kwa jangwa la mafuriko lililotokea jijini Kasaba, kijiji ambacho kinapatikana pembezoni mwa mto Tanganyika. Wangu na nimepata fursa kupitia mikro yako kutoa mkole wangu, mkole wa shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo wa Makiwa kwa watu waliofariki hapo, kwa majamaa, marafiki, wandugu ambao wamepoteza maisha, wamepoteza pia na vitu. Ndugu mtangazaji, nimefuata kwa makini mjumbe mchaguliwa mmoja wa mtaa mmoja wa hapa kwetu kwa SD la Republique, ambayo ningetaka nisitaje jina, ambao walienda kufanya utetezi kwa Madame la Premier Ministre, ya kwanza kumpasha habari juu ya janga la mafuriko yaliyopita Kasaba, ya pili kufanya utetezi ili wapate msaada. Nimewashukuru sana kwa jambo hilo, wamefanya jambo mzuri kama vile wabunge wa taifa. Nimewashukuru kwa jambo hili la utetezi kabisa. Ningetaka kutoa mwito. Ujanga la mafuriko Kasaba labda sio la kwanza, ingine imetokea miaka 2 ya kufatana hapa vijijini jirani vya Kasaba na ileta maafa nayo makubwa. Ndio maana mimi wipo wangu na utoa vile kwa mashirika za kiutu. Mashirika za kiutu zisimame wima ili kusaidia kutoa msaada wa kiutu wa ndugu wa Kasaba, kwa sababu watu wale ubaki leo hawana kitu, hawana nyumba, hawana dawa, hawana chombo hata kile kimoja, na wale watu wanakuwa na haja kubwa sana. Ndio maana wipo wangu nasindikiza mashirika za kiutu kusimama kwa haraka sana ili kwenda kusaidia wandugu waliobaki huko Kasaba. Upande mwingine amepongeza wabunge wachaguliwa tarafa Fizi kwa utetezi wao, huku akisi serikali na mashirika ya kiutu kuwajibika kwa ajili ya wangao. Lakini hata hivyo nimesikia wamezungumzia, wametoa hesabu ya waliofariki katika janga hilo ni watu 1120. Hapo nikashtuka. Nikasema watu 1120 si takriban hesabu ya nusu ya watu wa mtaa wote wa Fizi. Nikaona ilikuwa muhimu kwangu kufikisha opinion juu ya hesabu kama hiyo. Kwa paka saa hizi watu waliofariki Kasaba katika janga hilo la mafuriko, hesabu tunalo sisi kama shirika la raia ni takriban watu 110. Inawezekana kama utafuti unaendelea kwa sababu janga lilikuwa janga, lakini kufikia hesabu ya watu 1112 na waza kama sio kudanganyika. Kama sio kudanganyika, ina maana labda hawajue mahali paliopitika janga hilo, hawajue mjini kijiji Kasaba. Inawezekana hivyo, na kama haiwezekani hivyo, basi labda kuna mengine yanakuwa lengo zingine. Natoa vile shukrani zangu
kwa wabunge wa Fizi kwa kazi ya uteteaji ambao wanaendelea kutetea, iwe kwenye bunge, iwe kwenye waziri, kwa sababu kuna wamoja walienda kuona waziri wa mambo ya kijamii kwa ajili ya usaidizi wa serikali kutoa msaada kwa wajanga waliopata maafa huko mjini Kasaba. Na tumalizie na habari za huko Kinshasa ambako bunge la Seneti lilianza Alhamisi Mei 15 uchunguzi wa mashtaka yaliyopitishwa na mhakiki mkuu katika korti kuu ya kijeshi. Huyu anaomba kuondolewa kwa kinga ya useneta wa maisha wa Joseph Kabila Kabange, rais mstaafu wa DRC, kwa lengo la ufunguzi wa kesi za kisheria dhidi yake. Maseneta waliamua kwa siri kuanzisha tume maalumu inayohusika na kuchambua faili ndani ya masaa 72. Mwendesha mashtaka wa kijeshi anabainisha kuwa hatua iliyoanzishwa haimlengi Joseph Kabila Kabange kama rais wa zamani wa jamhuri, lakini katika ubora wake wa sasa kama seneta wa maisha. Katika mashtaka yake, mashtaka mazito anamkabili yaliungwa mkono na tamko ya mshirika wa zamani wa Corneille Nangaa, mkuu wa vuguvugu la kisiasa la Alliance du Fleuve Congo AFC, linalochukuliwa kama tawi la kiraia la harakati ya waasi wa M23. Kulingana na mwendesha mashtaka, AFC M23 ungefairika na msaada wa Joseph Kabila. Msaada unaozaniwa wa rais wa zamani ungewezesha uasi huo kuimarisha vitendo vyake vya kijeshi mashariki mwa nchi, eneo la vurugu zinazorudiwa tangu mwaka 2022. Mashambulizi ya M23 iliyozinduliwa tena katikati ya Juni 2022 na kutekwa kwa mji wa Bunagana tangu sasa ameenea hadi majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini. Matukio kadhaa imetajwa kwa msaada, miongoni ni shambulio la kambi ya wakimbizi wa ndani Pagoma mnamo Mei 2024 na kusababisha watu 31 kufariki, kukamatwa kwa mji wa Goma mnamo Januari 2025 na askari wa Rwanda na kusababisha vifo 8,000 kulingana na mashtaka, au vitendo vya uharibifu, uporaji na vitendo vya ubakaji Pakasindi na katika vijiji vingine. Mashtaka hayo pia yanaripoti juu ya maelezo yaliyotokana na Joseph Kabila katika mahojiano yaliyotolewa mnamo Februari 23, 2025 kwenye Sunday Times, ambako rais huyo mstaafu aliwahi kutamka kwamba AFC M23 inawakilisha matarajio mazuri ya raia wa Kongo. Matamshi hayo yaliashiria kurudi kwake nchini DRC kupitia sehemu ya mashariki mwa nchi iliyo chini ya udhibiti wa M23, zinatafsiriwa na haki ya kijeshi kama ishara ya kujiunga kwenye mradi wa kisiasa na kijeshi wa muungano wa waasi. Ushuhuda wa Eric Nkuba Shebandu, mshauri wa zamani wa Corneille Nangaa anayechukua nafasi kuu katika faili hili, alikamatwa mnamo Januari 2024 na kisha akahukumiwa kifo. Mtu huyu anadai kuwa alisikia huko Kampala mnamo Mei 2023 mazungumzo kati ya Joseph Kabila na Nangaa, wakati ambao Rwanda ilikuwa imehimiza kutomuua Rais Felix Antoine Tshisekedi ili asifanywe kuwa shujaa wa kitaifa Imairo National. Rais wa zamani Joseph Kabila Kabange siku hiyo alipendekeza mkakati wa wa kisiasa unaolenga kuanguka kwa utawala wa Rais Felix Tshisekedi. Kwenye kiwango cha kisheria, mwendesha mashtaka anamtuhumu Joseph Kabila kwa makosa makubwa 8, ikiwa ni ushiriki katika harakati za ghasia, usaliti kwa kutoa mawazo kwa nchi ya kigeni kama Rwanda, ushiriki katika uhalifu wa kivita unaofanywa na M23 na ukiukwaji wa jukumu la akiba, uaminifu na uzalendo uliowekwa juu yake na sheria juu ya hadhi ya marais wa zamani waliochaguliwa. Maseneta wanapendelea ufunguzi wa kesi, wanaamini kuwa ukweli ulio wazi ni ukali wa kipekee. Wengine wakitaja kifungo cha 224 cha kanuni za ndani za Seneti, wanaamini kwamba uamuzi wowote kwa maana hii unaweza kuchukuliwa tu katika kongamano, yani baraza zote mbili. Ikiwa bunge la Seneti litaruhusu, Joseph Kabila atakuwa rais wa kwanza mstaafu wa Kongo kushtakiwa kwa vitendo vya usaliti na uhalifu wa kivita, uamuzi ambao utaashiria kugeuka kwa kawaida katika historia ya kitaasisi ya DRC. Mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, ni hapo ndipo tumefika mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako alikuwa ni mimi Safari Almas. Usikose kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati na kwa muda sahihi. Fizi News 24 ni TV ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.